Basi tunaendelea na shule ya Biblia siku ya leo, siku ya Jumapili, tarehe 24 Juni 2019. Leo tuko katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 kama tulivyokwisha somewa hapa. Sasa tutaendelea na kukichambua. Kitabu cha Warumi kwa ujumla wake ni kitabu kinachoonyesha msingi wa wokovu wetu. Biblia nzima inaongelea wokovu wetu, lakini kitabu cha mistari mingi ile inayotuonyesha maana ya wokovu, kwamba tunaokolewa kwa kuliamini jina la Yesu Kristo peke yake na si kwa jinsi ya matendo yote mazuri yoyote yale. Hayo mafundisho yanapatikana katika sura nyingi, na leo utaona yaliyo mengi kutoka katika hii sura ya 8. Sura ya 8 yenyewe ni mwendelezo wa sura ya 7 ambayo tuliona. Unakumbuka katika sura ya 7 ambayo ni mwendelezo wa sura zilizotangulia. Tuliona sehemu kubwa ilikuwa inatuonyesha msuguano uliopo kati ya mtu wa ndani aliyozaliwa kwa jinsi ya Kristo, kwa jinsi ya kuliamini jina la Yesu Kristo, kwa jinsi ya wokovu, na mtu wa nje ambaye ndo huu mwili unaoharibika. Sasa huyu ni wa milele, huyu ni wa muda tu. Huyu ni wa milele, huyu ni wa muda tu. Lakini maadamu tukiwa bado tuko hai, hawa wawili wamepambana. Na tuliona katika Galatia, ni kama tu utangulizi, katika Galatia 6 pale kwenye mstari wa 6 nadhani mpaka wa 8. Tunaweza kurudi pale Galatia 6. Anasema actually ni Galatia 5:17. Anasema hawa wawili wanashindana. Anasema basi tembeeni katika roho. Huyu roho aliyezaliwa. Kwa sababu ndani haonekani ni roho. Anasema ni roho aliyehuishwa. Alikuwa amekufa kwa ajili ya dhambi, baada ya kuhuishwa kwa kuliamini jina la Yesu Kristo, basi inabidi alelewe. Anasema mkitembea katika roho, hamtayatimiza mapenzi ya mwili huu ambao sasa unapambana na hiyo. Kwa hiyo ni wapi ulikowekeza? Huyu wa ndani ambayo ndo roho wa Mungu aliyezaliwa ndani yako. Anasema je, hamjui miili yenu kwamba ni hekalu la Roho Mtakatifu? Yaani kipande cha roho wa Mungu kinakaa ndani yako. Sasa hicho kipande ambacho ndo umepewa roho wa Mungu anakuwa sehemu ya roho wako aliyehuishwa kwa kuamini jina la Yesu Kristo. Huyo usipomlisha, usipomkuza, huu mwili unamzidi nguvu. Hebu tuchukulie mtu aliyelala kwenye pati, labda anaangalia mazingira ya pati, labda analewa pombe, anaangalia movie machafu. Anaweza hata akaomba maombi ya moyoni? Hawezi. Kwa sababu amelala, anaulisha mwili, anaulisha kwa macho, anaulisha kwa fikra, anaulisha kwa hata mwili kula chakula tu cha mwilini. Unajua mtu akiwa ameshiba, ndio sawa tunasema pia tujifunze kufunga. Tujifunze. Paulo anasema mimi nimejifunza kuishi katika hali zote, nikiwa ninacho na kama sinacho. Tujifunze kujua hali zote. Kuna mtu mwingine ambaye hawezi akamaliza masaa 3 bila kutafuna kitu. Mwili ukisha nenepa. Siku nyingine niliwahi kuona picha ya wachungaji France wa makanisa gani asima Lutherans. Wana vitambi vikubwa kama 5, yani vinagusana. Yani wamesimama kitambi chake kinagusa cha mwingine na cha mwingine. Hao unajua kabisa hawa kilichoshiba ni mwili. Roho haijashiba. Haina kitu. Na huwezi kuvilisha vyote kwa pamoja. Haipo. Paka yani kimoja lazima kishinde kingine. Sasa anasema tembeeni katika roho, ndipo mtaweza kuyashinda ya mwili. Sasa hizi sura hizi, ilikuwa sura ya 7 alikuwa anasema, Paulo alikuwa anasema mimi sijui nifanye nini. Kile ambacho nataka nikitende cha mtu wa ndani kinachotokana na roho wa Mungu, sicho ninachokitenda, bali natenda kile ambacho sitaki kitenda. Na wote ni mashahidi hapa tu. Huwezi ukatenda dhambi katika hali ya kuifurahia tu. Unaitenda kama vile umefanya nini? Yaani kama mpaka unajuta. Sasa kiwango cha kuendelea kuijua kweli ndicho kitakufundisha mpaka uweze, inatoka katika kujuta inafikia hatua ya kufanya nini? Ya kuishinda kabisa. Lakini angalau kule unajua kuna watu wengine akitenda dhambi kwake ni kitu tu chaka, yani ni roho inakuwa imekufa kabisa.
inakuwa imekufa kabisa. Kwa hiyo katika kutenda dhambi yani hasikii chochote. Kwa hiyo angalau inaanzia pale unapokwenda kutenda kitu. Na dhambi hazilingani. Kuna dhambi kubwa na dhambi ndogo. Kuna dhambi za mauti. Nenda kasome Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 16 na 17. Anasema kuna dhambi za mauti. Tena hizo msimwombee mtu. Kwa sababu ya hizo dhambi, hizo lazima yeye mwenyewe aje mbele ya neema. Unaweza kufanya kumuongoza na kumsaidia. Lakini ile kusema watu wote si mnafanya nini njoni tuwaombee. Anasema huyo usimwombee. Wazi kabisa. Kwa hiyo katika kutenda dhambi lazima kuwe na mtu wa ndani sasa anashindana. Anasema hawa wawili, wewe twende tukausome ule mstari. Tukausome katika Galatia ili kusudi tuweze kwenda kwa maandiko zaidi. Tusiwe kama hao wanaonena nia zao. Anasema katika Galatia mlango wa 5 mstari wa 17 anasema hivi, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho. Na hapa kwenye Biblia yako neno roho ameandika roho yenye ara kubwa. Sio kweli. Roho yenye ara kubwa ni roho wa Mungu kwenye maandiko. Roho yako na kwangu zinaandikwa kwa ara ndogo. Kwa ni katika uandishi lakini ndio kuleta kutofautisha roho wa Mungu na roho wa wanadamu. Anasema kwa hiyo ndio ile makosa mtu anashindwa kujua kwamba mwili wangu unashindana na roho wa Mungu. Sawa, pia unaweza kuwa unashindana na roho wa Mungu, lakini hasa unashindana na roho aliyezaliwa ndani yako. Na roho hushindana na mwili kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Kwa hiyo unaona kwamba kuna watu wawili na muda wote mwanadamu kabla hujafanya kitu fulani kibaya lazima kuna watu wanaanza kujadili ndani yako. Ndio sio? Mwingine anakuambia nifanye hiki. Hivi nifanye. Yaani wanakuwa kama kuna kikao kinafanyika ndani yako. Kipo kabisa kinaendelea. Kwa hiyo ndio hicho anachosema. Sasa turudi katika Warumi 8 ili kusudi ni sura ndefu, ina mistari mingi kidogo. Ina actually mistari 39. Na ni vigumu sasa kuipitia yote, lakini na uhakika pale tunapopita ile mingine ambayo tutakuwa hatukupata muda wa kuijadili, kwa kweli ukisoma pale kwa wakati wako unakuwa umeelewa kabisa. Hutatoka ukiwa hujajifunza. Tuanzie mstari tu wa kwanza wenyewe ule. Na mstari wa kwanza sitakuwa na muda wa kujadili, lakini nao umekosewa. Kwenye King James hapana, ngoja makosa lazima tuanze, bora tuishie kwenye makosa kuliko kwenda kwenye kweli kabla ya kugundua makosa ya kwako. King James inasema katika mstari wa kwanza anasema there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit. Kwa Kiswahili anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Ameishia hapo. Hapa kwenye King James anasema hao watembeao sio sawa sawa na mwili bali sawa sawa na roho. Kimekatwa kile kipande kinachoonyesha maana anasema hakuna hukumu ya adhabu. Lakini sio kwa wote, ni kwa hao wanaotembea sawa sawa na mwili na roho samahani, ambacho kimekatwa hicho kipande. Kimeondolewa. Kama pale tukaona roho wa Mungu anaandikwa sawa sawa na roho wa wanadamu. Huwezi kujua tofauti. Kwa hiyo anasema hao wanaoongozwa na roho wa Mungu, ambao wanapata roho wa Mungu, waliohuishwa, roho aliyezaliwa mtu ndani, anaitwa mtu ndani amezaliwa, hao hawana adhabu. Hili ni andiko jingine pamoja na maandiko mengine linalotuonyesha kwamba mtu akishaokoka hawezi akahukumiwa kwa vyovyote vile. Hata simama katika kile kiti cha hukumu kilicho katika Ufunuo mlango wa 20. Ufunuo 20. Sitasoma pale, nilikuwa tu na hakiki nisije nikawa nimetoa taarifa. Actually yes, Ufunuo 20:11. Hata simama katika kile kiti cha enzi cha hukumu, atakuwa ameshasimama mbele kabla katika Ufunuo 20 kwenye kile kiti cha kinaitwa kiti cha hukumu cha Kristo. Kwa sababu ni watu wa Kristo, hilo ni kundi la Kristo peke yake. La watu waliompokea Kristo watakuwa na kamda kao na actually leo tutaanza baadhi ya mafundisho yanayohusu siku za mwisho. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tutakuwa tunagusa mara nyingi. Lakini tunajua kama kutakuwa na hukumu mbili, lakini halikuwa somo la leo.
Ila ni vizuri wakati mwingine kila unapata nafasi kweli fulani iweze kujengwa juu ya kweli iliyotangulia. Anasema hawa watu hawatasimama katika hukumu. Na tumeshaona katika Warumi anasema tumetengwa mbali na dhambi na hukumu kwa sababu ya kuliamini jina la Yesu Kristo na kulikiri. Kwa hiyo anasema hakuna hiyo hukumu. Hiyo inaitwa kwamba mtu aliyeokoka hawezi akaingia katika adhabu. Anaweza kufanya makosa, anaweza kufanya madhambi makubwa hata ya mauti, akafa. Anaweza kafa hata na ukimwi. Afanya dhambi mbaya Mungu anampiga, lakini kinachopigwa ni ule mwili uliofanya dhambi. Ile roho anasema mtu wa ndani hatendi dhambi. Ile roho kwa sababu tayari imehuishwa katika Yesu Kristo. Kwa sababu inayatafuta yaliyo ya juu ya Yesu Kristo, hiyo huwa haitendi dhambi. Unaotenda dhambi ni mwili na ndio unapigwa. Lakini sasa wakati roho bado haijaokoka, dhambi zinazotendwa na mwili zinahukumiwa katika roho. Lakini baada ya roho kujitenga na mwili, ikasema wewe mwili nimekuacha, umekufa, inaenda inahesabiwa pamoja. Anasema tunakuwa warithi pamoja na Kristo. Amina. Amen. Basi turuka kidogo twende katika pointi kubwa ya somo la leo. Kubwa ya mistari kama 10 inayofuatana inaongelea kitu kimoja. Inatuonyesha kwamba mtu anapoishi katika matendo ya mwili hawezi akampendeza Mungu. Yaani vitu vyako na vyangu vikiwa malengo yake ni katika mwili, ili itakuja kwa somo la kutegemea siku fulani, lakini tulisome kama tulivyoliona leo. Kuna watu dunia leo tuone katika uhalisia inawekeza katika matendo ya mwili, jinsi anavovaa, jinsi anavokula, mali anazozikusanya, vitu vyote vinahusu habari ya mwili. Na wakati anafanya hayo mambo ya mwili, tamaa za mwili, matendo machafu ya mwili, kufurahisha mwili, ndio matendo ya dunia hii. Amina. Hiyo ndio malengo ya dunia na ndicho wanachohubiri makanisani. Sasa tuone unapokuwa unafurahisha mwili, Mungu anasema nini? Anasema tusome mstari wa 5 anasema hivi. Warumi 8:5 anasema hivi. Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili. Angalia ni nini unachofikiri. Kuna mtu akiamka masaa 24 au kama akiamka asubuhi kwa muda wa masaa 24 yajayo mbele yake, au masaa 10 labda na 8 atakayokuwa macho, muda wote ni matendo ya mwili. Wapi nitapata pesa? Wapi nitaiba? Wapi mahali sije kuna nyumba yangu hii inatakiwa? Wapi? Yaani hana muda kabisa wa mambo ya rohoni ya Mungu. Tusikie Mungu anasema nini mtu wa namna hiyo. Na ni Wakristo wengi pia na dunia nzima. Anasema hivi, kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili. Angalia mwili, unafikiri nini zaidi? Mambo ya roho tutakuja kuona ni nini. Mambo ya roho yanajulikana. Unafikiri kulisoma neno la Mungu. Unafikiri kumpendeza Mungu. Unamfikiri Mungu aliyekuumba. Unafikiri kuomba, kusali. Unafikiri kufunga. Unafikiri kupeleka injili watu waokoke. Unafikiri mistari ya Biblia huu na huu upi unafundisha nini? Lakini kuna mtu mwingine. Na wengine wakuta anafika siku ya Jumapili anaenda kanisani kabisa. Yaani kwa sababu mwili umezoea kwamba siku ya Jumapili naelekeaga huku unaenda, lakini muda wote fikra zake ameenda tu kwa sababu siku imefika. Huyo Mkristo anaitwa Mkristo wa mwilini na dunia yote inaishi katika maisha ya mwilini. Sasa tusikie, tuendelee kusikia Mungu anasema kuyafikiri mambo ya mwili, mstari ule wa 5. Bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa hiyo kuna watu wawili, kuna wanaofikiri mwili na wanaofikiri roho. Haya tujiulize sisi wenyewe. Naomba tujiulize mioyo. Sisi tunafikiri nini mara nyingi? Okay, wewe umesema kwa jinsi yako, lakini kila mtu naomba ajichunguze kwa wakati wake. Angalia. Kwa sababu nasema kuna makundi mawili. Wale wanaofikiri mwili na wanaofikiri roho. Na huwezi kuwa na vyote viwili. Yaani uko unafikiri siji nyuma yangu imekuwaje, wakati uko unafikiria neno lako na yaani kimoja lazima kiwe juu ya kingine. Anasema mstari wa 6 anasema kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Kwa hiyo yule anayefikiri mwili, kwa sababu mwili si una nia ya kutimiza makusudi fulani, anasema nia yake ni mauti. Kuna mtu anapenda mauti? Nisipendi.
Na ni mauti zote, ya mwili na ya roho. Anasema kwa kuwa nia ya mwili pale ukijikuta akili yako imewekeza katika mwili muda wote. Anasema inakuwa nia yake ni kukupeleka kwenye mauti. Epuka, kimbia. Nia ya mwili ni mauti. Mstari wa 6 unaosoma. Bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa hiyo tuchague wapi umewekeza. Kuna mtu mwingine masaa 24 anafikiria vitu vichafu viko kwenye simu yake. Message. Yaani muda wote akipata tu muda kama amefika sehemu fulani anataka kukutana labda anasubiri gari muda wote kwenye message anajaribu kuandika vitu vichafu. Sema huyo anakuwa anaelekea kwenye mauti. Ndicho ninachokisoma hapa. Na Biblia yako si ndio imeandika hivyo? Mstari wa 7 anasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa hiyo pia mtu anayefikiria vitu vya mwili muda mwingi anakuwa yuko katika uadui na Mungu. Ndio kimeandikwa hapa. Kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kwa hiyo mambo ya mwilini hayana uwezo wa kuitii sheria ya Mungu. Na yani haipo kabisa. Kwa sababu mwili umezaliwa sio kwa jinsi ya mwili, kwa jinsi ya Mungu, bali kwa jinsi ya udongo. Anasema Mungu akaifanya nafsi ya Adam, akafinyanga katika udongo. Na ndio sababu mtu akifa ule mwili unarudishwa pale pale ulipotoka. Anasema wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa hiyo Mungu sio Mungu wa mavumbini, Mungu ni wa Mungu wa juu. Kwa hiyo ule mwili unakokupeleka kulingana na maandiko ndiko huko ambako ulikotokea ule mwili. Mstari wa 8 anasema wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Sasa tusimame kidogo tutafakari. Anasema wale wanao ufuata mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Leo hii dunia maana yake haimpendezi Mungu. Ndio sio? Kwa sababu inamfuata mwili. Yaani mipango ya dunia, nenda katika ma discussion, mapoint wanakuwa wanaongea na nini, ni vitu vinavyohusu elimu zao, vinavyohusu mali zao, vinavyohusu vitu vyote vya mwili tu. Vitu vyote ambavyo anasema ni vile vinavyoonekana. Ni wapi utasikia neno la Mungu linajadiliwa na wanadamu? Kwa hiyo turudie pale mstari wa 8 anasema kwa hiyo ni Warumi 8:8 anasema wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Hiyo ni dunia. Lakini na Wakristo wa mwilini na Wakristo wengi wanapenda sana mambo ya mwilini. Wanataka hata ukija kuhubiri hapa uwe unawapa story tu. Basi bwana, uwachezee. Kama ni kucheza ngoma, mcheze ngoma nyingi. Ngoma zile ni za mwilini zote zile zinazofundishwa katika zinazochezwa katika makanisa ya kilokole. Nini za mwilini haziwezi kumpendeza Mungu. Kwa sababu kinachocheza ni mwili pale. Hem niambie wakati mtu yuko anacheza kuna tendo la rohoni linaendelea kwenye kichwa chake? Hapana. Haiwezekani. Kwa hiyo wale wanaofuata mwili hawana uwezo wa kumpendeza Mungu. Turuke kidogo tuone mstari wa 12. Anasema hivi. Basi kama ni hivyo ndugu tu wadeni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa. Anarudia maneno. Yaani tumetoka kuona kwamba watu wanaofuata mwili nia ya mwili ni mauti. Anasema mkitaka kufuata mwili mwataka kufa. Kuna mtu mwingine Jumamosi yake siku moja kabla ya siku ya ibada. Yeye ni kufikiria saruni ya kwenda, anaweza kakaa masaa 3 tu yuko anasukwa, 5. Mwambie hayo masaa 5 ya kusukwa. Kuna mwingine anasukwa sikia siku 2 mfululizo, si ndio? Anamwambia leo ni nusu kipande cha huko. Kwa mama tuambieni jamani, hiyo kitu niliambiwa kweli au nilidanganya? Anamwambia leo naenda nasukwa nusu, siku nzima masaa 12. Mlishaisikia hiyo habari? Yani mwili tu. Masaa 12, hajui watoto wamekula wapi, hajui nini, hajui roho. Kwa sababu pia kazi ya kulea watoto kama mama ni tendo la rohoni, kwa sababu
unaokoa, ni aina ya fulani ya wokovu, ni kama injili. Kwa sababu mtoto akilelewa vizuri anakuwa anaenda kwa Mungu anaokoka. Kupata shida pia kumpa neno la Mungu, kwa sababu tayari alishapata katika kulelewa. Anamwambia kesho yake sasa, anaanza Ijumaa, Jumamosi anamalizia nusu iliyobaki. Haya muulize robo ya huo muda soma Biblia, anasema Biblia ni kitabu kikubwa sikiwezi. Sio kwa sababu ni kikubwa, anasema Biblia kusoma na kueleweka kwa jinsi ya rohoni. Mtu asiyekuwa na roho ya Mungu anaweza kusoma maandiko. Kwa sababu aliandika na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katumia lugha yake, katumia herufi zake, ndio sababu mtu akipita pale anatoka mtupu. Biblia ni mtu anatoka mtupu kabisa. Ndio sababu leo hiyo Wakristo hawajui Biblia. Hawajui kabisa. Kwa sababu wanaofuata mwili. Mstari wa 12 tumesema 13 anasema mwataka kufa mkiufuata mwili. Bali kama mkiyafuata matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Kuyafisha ni kufanya nini? Ni kuyaacha. Ni kuyapunguza. Ni kuyapunguza. Mnataka kuishi. Kwa hiyo wakati mwingine bwana sio kitu kigumu sana kumjua Mungu. Mungu anakuambia afanye hiki, iko wazi. Wala hakuna kubahatisha. Hakuna kubahatisha. Mstari anasema kwa kuwa wote wa 14 anasema kwa kuwa wote waongozwao na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Huu mstari unasoma sana na walokore, wanaupenda sana. Hao waongozwao na roho ndio wana wa Mungu. Lakini wamekataa kutokea huku kujua kwamba nyie mnashinda katika mwili. Mnatamani, mnahubiri mwili. Mnania mwili. Mnania kifo na mauti. Halafu anasema hao wanaoongozwa na roho. Yaani unaenda tu unachagua ule mmoja na mwingine huko mwishoni mwa sura hii. Unaosema basi ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni nini? Wakati hivyo ndivyo ambavyo wanavitafuta, ambavyo wanahisi kwamba vitawatenga. Kwa hiyo anasema hao wanaoongozwa na roho. Roho anakuongozaje? Roho hakuongozi kwa kuanza kwa kunena kwa lugha hapana. Shaka ndio wanakuwa naongea. Hiyo sio roho wa Mungu. Yesu alisema roho wa Mungu ni nini? Tuende katika Yohana 6. Roho wa Mungu, mtu anaongozwaje na roho wa Mungu? Yohana 6. Anasema hivi, Yohana 6:63 anasema hivi. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Kwanza hata hapo ni neno lile kama tulivyotokea. Sikuwa nimetafuta hicho kipande. Kwamba roho ndio muhimu, ndio kuna uzima, mwili haufai kitu kwa sababu utakupeleka kwenye mauti. Anamaliza anasema hivi, maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo unaona kwamba amesema kwamba roho anakuongoza katika uzima, mwili unakuongoza katika mauti. Anasema roho anayekuongoza katika uzima unampata wapi? Anasema ndo haya maneno niliyokuambia. Ndo hii Biblia iliyoandikwa. Na maneno ya Yesu. Unamuuliza kuna mtu mmoja nitasema sitamtaja jina hapa. Anasoma sana Biblia. Kiongozi wa kusoma Biblia, sio vyama vya Biblia. Tukawa tunajadiliana, nikamwambia hivi Mathayo 24 na uso nasema sijui. Yaani wewe unategemea niwe najua kilichoandikwa kwenye Biblia kwenye Mathayo 24? Naambia kuna vitu vingine vya kujua na vitu ambavyo sio vya kujua, lakini Mathayo 24 ni somo la mlimani la Yesu Kristo la pili actually. Alikuwa na masomo mawili ya mlimani. Kulikuwa kuna somo la kwanza la mlimani kwenye Mathayo 5:6-7, lakini somo la kwenye mlima wa Mizeituni alipokuwa anaeleza jamani mimi ninaondoka, lakini kabla ya kurudi mimi mambo yatakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Wanafunzi wake ndio walikuwa wametoka kumchokoza, wanamuuliza kwamba sasa inaonekana unaenda kuondoka. Sasa itakuwa kwa vipi, tutajuaje kwamba unarudi na nini? Hali itakuwa huwa vipi? Ndio akaanza kuwapa mtiririko wa matukio yote ambayo mengi yameshaanza kuonekana. Hiyo ni sehemu ya somo la pili. Kwa hiyo mtu anakuambia mimi ni Mkristo ni nini na nini, lakini neno la Mungu halimo ndani yake. Biblia inasema katika Zaburi ya 119 mstari wa 11 anasema Bwana neno lako nimeliweka moyoni mwangu ili kusudi nisikutende dhambi. Anasema ukisha kuwa na neno la Mungu ambalo ndio roho wa Mungu ndipo utaweza sasa kuishinda ile dhambi. Anasema tembeeni katika roho hamtayatimiza mapenzi ya mwili. Maana kijaza roho
neno la Mungu ambalo ndio roho. Yesu anasema maneno haya ninayokuambia ndio roho tena ndio uzima. Yajaze ndani yako kama inavyosema Zaburi ya 119 mstari wa 11, ndipo utaenda sawa sawa na roho na hutatimiza mapenzi ya mwili, kwa sababu mapenzi ya mwili nia yake ni mauti. Nia yake ni mauti. Mlango wa 8 wa Warumi ulitakiwa tukate angalau sehemu mbili, lakini hatuna hiyo nafasi. Una vitu vingi unavyofundisha kwa wakati mmoja. Lakini anaendelea anasema twende mbele kidogo. Anasema tulikuwa kwenye mstari ule wa 14 anasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho hao ndio wana wa Mungu. Mstari wa 15 anasema hivi: kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani baba. Anasema roho wa Mungu tuliompokea kwa njia ya Yesu Kristo ndio ametupa nafasi ya kumuita Mungu. Unajua watu wengi wanamuita Mungu baba, lakini sio Mungu baba yao. Yesu alisema watu wasio wa Yesu baba yao actually sio Mungu, ni ibilisi. Kwa hiyo anasema sisi tunaweza kulia baba kwa sababu tuna roho wa Mungu. Tumelikiri jina la Yesu Kristo, tumehesabiwa haki ya Yesu Kristo. Tuende katika Yohana 8:44, Yohana 8 tena 44. Kuna maneno mazito kidogo, lakini kwa sababu yameandikwa sitaogopa kuyatamka. Kwa sababu nayasoma. Maneno nayoweza kuogopa kuyatamka ni yale ambayo yametoka kinywani mwangu, lakini yaliyotoka kwenye Biblia hapana. Sio mimi mimi nafanya kuyasoma tu na Mungu ananionyesha kwenye macho yangu nione. Mstari wa 40 na 2 Yohana 8 itaishia mpaka 44, anasema hivi: Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye aliyenituma. Kwa hiyo hapo tu Yesu anawaambia kwamba watu ambao hawampendi, hawataki kulisikia neno la Mungu, hawataki, yani wanaongozwa na vitu vingine. Kuna mwingine anaongozwa labda na masanamu yake, labda na kimsalaba chake kina Maria, ndicho anasema hao wote hawampendi Yesu kwa sababu wanapenda miungu. Anasema Yesu akamwambia kama Mungu kwa hiyo anasema Mungu sio baba yenu. Kama angekuwa baba yenu Mungu, ninyi mngekuwa pamoja nami, mngenipenda. Hapa alikuwa anaongea na Wayahudi wa leo na Mafarisayo na Wakristo wa leo ambao wanajiita ni wa Mungu, lakini Yesu anawaambia pana, ngoja niwachambue, ninyi sio wa Mungu. Baba yenu kama mngekuwa wa Mungu mngekuwa mnanipenda mimi. Kipimo cha mtu ambayo ni wa Mungu ni yule anayempenda Yesu. Na Yesu alisema kipimo cha kumpenda ni nini? Mkinipenda mtazishika amri zangu. Na yani hafichi. Sio kusema tunaamkia kwako Jumapili, tulikuwa Jumatano tunakuimbia. Anasema hiyo hapana. Mkitaka kujua kwamba hapa kuna hoja mbili zinatakiwa tuzishikamanishe vizuri. Anasema kama baba yenu, nyinyi mnataka kusema Mungu ni baba yenu. Kama baba yenu angekuwa ni Mungu, mngekuwa mnanipenda mimi. Lakini hamnipendi, kwa hiyo Mungu sio baba yenu, ndo maana yake. Sasa wengine wanasema hapana, okay, tunakupenda Yesu. Yesu anasema hapana, na ninyi hamnipendi kwa sababu mkinipenda mtalishika neno langu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Mtu ambaye anaenda anafanya uasherati, anapata mimba, anaitoa, huyo alafu yuko kanisani Mkristo, anaweza kusema Mungu ni baba yake? Hawezi, kwa sababu hampendi Yesu. Kwa sababu hazishiki amri za Yesu. Ndicho hicho. Alafu ngoja tuulize. Wakati mwingine unaweza kusema mbona somo gumu hili? Sio gumu. Ndio yaliyoandikwa hapa jamani. Tukubaliane, tusaidiane. Na tuwe wajumbe wa moja katika kusema kweli ya Mungu. Sio maneno magumu, kwa sababu ndio yameandikwa. Ukitafuta ambayo hayakuandikwa utasema maneno yako ambayo ni uongo. Ndio haya. Sasa tujiulize. Hivi ni vigumu kiasi gani kwa binti kuacha kufanya uasherati na kutoa mimba? Ni kitu kigumu sana. Unaweza kusema kwamba Mungu ameweka sheria ngumu sana, haiwezekaniki. Tuseme ndio au la.
Si ndio? Mungu anasema mkinipenda mtashika amri zangu. Je, kijana, kwa sababu ile mimba haipatikani kwa mtu mmoja, inapatikana kwa watu wawili, au mwanaume aliyooa ambaye anaenda akawa katika mahusiano ya namna hiyo na huyo binti, au mwanadamu yote, ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo turudi pale kwenye Yohana 8:42 tulikuwa tunasoma. Kwa hiyo tumeona kwamba sio watu wote ambao Mungu ni baba yao. Mstari wa 43 anasema hivi: mbona hamuyafahamu hayo nisemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Yaani walikuwa wametokea nyuma wamejadiliana. Hawa ni Wayahudi, taifa la Mungu kabisa, Mafarisayo waliokuwa wanavaa makanzu yao na kushika mamisalaba yao na kuabudu Bwana awe nanyi, awe pia nawe. Maneno kama hayo ndio walikuwa wanafanya. Hayo hivyo, hakuna kilichobadilika. Sasa anawaambia, inakuwaje tumejadiliana mara yote? Anasema ndio, mbona hamuelewi ninachokisema? Ndio anachouliza. Mstari wa 44 anafunga kazi. Anasema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Ametoka nyuma anawaambia jamani, ninyi mnasingizia baba yenu ni Mungu na mmenikataa. Mnaabudu miungu, mnaabudu masanamu. Alafu tunajadiliana mmeshindwa kuelewa. Anasema kwa nini hamuelewi ninachokisema? Baadaye anasema baba yenu ni Ibilisi na tamaa zake ndizo mnazozitimiza. Tamaa zake ni matendo ya mwilini. Ndio sababu mnasimama mnahubiri mambo ya mwilini matupu. Ndio kimeandikwa. Turudi katika Warumi 8. Kusudi tusogee nao. Warumi 8 tulikuwa tunaona kwamba katika Yesu Kristo tunao uwezo sasa wa kumuita Mungu baba yetu kwa haki. Kwa haki. Warumi 8 inaendelea pale. Tulikuwa kwenye 15. 16 anasema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Unajua leo ngoja niwaambie maana ya mstari ni roho wa Mungu anatushuhudia kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Leo hii ukimuuliza Mkristo yeyote yule, unamuuliza una uhakika wewe unaenda mbinguni, anakuambia hapana, sina uhakika. Huwezi ukajua bwana, Mungu ndiye neno la Mungu linasema lazima roho awe amesha kushuhudia. Yule ukimuuliza mtu wakati unapeleka injili ukasema una uhakika kwamba leo labda ukifa ukitoka au mimi hapa una uwezo wa kwenda mbinguni, ukisikia na mashaka na hapo anasema roho hana uwezo wa kumshuhudia kwa sababu hayuko ndani yake. Mtu anaenda mbinguni lazima ajue. Hakuna mtu atakayeenda mbinguni kwa kubahatisha. Roho atakuwa ameshamwambia bwana tuko njia moja. Ndio kulingana maneno yaliyoandikwa. Mungu roho ndo anatushuhudia. Anakuambia bwana wewe ni mwana wa Mungu. Na Mungu anasema mtu akishakuwa mwana wa Mungu hawezi akahukumiwa adhabu na shetani pamoja. Haiwezekani. Kwa sababu shetani, moto wa milele umetengenezwa kwa ajili ya shetani pamoja na malaika zake, na wanadamu ambao watakuwa wamemkataa Mungu, hawajazaliwa na Mungu, wanaenda pamoja. Ndio maana yake. Kwa hiyo mtu mwana wa Mungu tayari ameshahesabiwa kuwa mwana wa Mungu. Hawezi kaenda katika hilo kundi. Anaendelea mstari wa 17 anasema na kama tu watoto basi tu warithi wa Mungu, warithiwa pamoja na Kristo, namu tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Unaona kwamba analeta neno la kuteswa sasa. Anasema mara nyingi pia ukishakuwa pamoja na Kristo, kwa sababu njia ya Kristo ilikuwa ya mateso. Leo hii hiyo ni sehemu nyingine, labda ni sitaigusa kwa sababu ni somo la kutegemea kubwa. Watu hawataki kusikia neno mateso kwa sababu ya Kristo. Hivi unapochukua Biblia yako ukaacha kazi yako ukapeleka injili kwenda kuwapa watu injili. Sasa tumesha wapa watu injili si chini ya 300. Zaidi of course, lakini 300 waliokija na Yesu Kristo. Tumeshawapa. Yale ni kitu rahisi, hakuna mateso ndani yake. Ni mateso. Utakutana watu wanakejeli, wanatukana. Utaonekana unapoteza muda, utaonekana mjinga.
Lakini ndicho Yesu Kristo alikuwa anafanya. Yesu alikuwa sio kama anaamkia ofisini anaandika mipango mingi sana. Alikuwa anaenda huko anafanya kazi, lakini mara nyingi alikuwa anapita katika majumba yao na nyumba zao na mahekaruni mwao akiwa anawapa injili na watu wakiwa wanaokoka. Sio wengi of course waliofuatana naye. Lakini walilisikia neno lake wakapona. Kwa hiyo kuanzia mstari wa 18 maana sitamani ili somo kulihubiri mara katika Jumapili mbili mfululizo. Kwa hiyo mengine nitayaacha tuyasome kama kama assignment binafsi, yani mtu kujisomea. Kuanzia mstari wa 18 anaongelea, naomba nichukue muda kidogo kugusa vipengele vichache humu. Anasema kwa maana na hesabu mateso wakati huu. Kwa hiyo unaona kwamba hoja ya mateso inaendelea. Kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Mwambia kwamba haya mateso ya kupeleka injili na nini na nini. Yaani ni ukilinganisha na utukufu tutakaopewa. Katika kutawala na Yesu Kristo. Leo hii mtu akiteuliwa kutawala duniani kwenye ngazi yoyote, labda ni mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, ni waziri, anaonekana amepata utukufu. Na kweli ni utukufu. Lakini hiyo ni serikali ya duniani na ina utukufu mkubwa tu. Je, si zaidi sana serikali ya Mungu wa mbinguni ya uzima wa milele? Kwa sababu vyeo vya duniani pia vina muda, vinaisha. Unaweza ukawa mkuu wa mkoa leo, kesho ukawa sio mkuu wa mkoa. Unaweza ukawa lakini anasema sisi tutakuwa na utukufu udumuo hata milele na milele. Anasema lakini tutapitia mateso vile vile. Anasema kuna na mambo mengi na sijini guse lipi niache lipi. Aliongelea akasema hatukupokea roho ya hofu kule nyuma pia maisha ya hofu sio maisha mazuri. Okay, nilikuwa nimeshafika mstari wa 18 lakini kaona kuna kitu nimenabidi nikiguse kwenye mistari ya nyuma kidogo. Anaposema kwa mfano mstari ule wa 15 anasema kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu. Hem tuende tuangalie maisha ya hofu. Tusome Mithali mlango ule wa 28 mstari wa kwanza. Mithali 28 tuangalie maisha ya hofu. Na nakuomba ndugu yangu unayenisikiliza, usikubali kuishi maisha ya hofu. Kwa sababu roho wa Mungu amekuweka mbali na hofu. Njaa itakuja ndio. Mateso yatakuja ndio, lakini hauwezi ukaishi maisha ya hofu kwa sababu maisha ya hofu yana uhusiano na dhambi na uovu. Biblia inasema Mithali 28 mstari wa kwanza inasema hivi: waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu. Yaani mwovu anakuwa tu anapeperuka. Bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Unatakiwa kupeleka injili uende ukiwa mjasiri. Ukisikia hofu imeingia, weka neno, mwambie Yesu Kristo, wewe hii ni kazi yako. Kwa sababu una haki. Kwa hiyo nilitaka kugusa yako, nilitaka tuje tukakaacha bila kukaelezea kidogo. Tunaendelea kule, niko naangalia ukubwa hili somo. Hebu turuke kidogo, twende mstari ule wa okay, mistari inayofuata 19 na 20 mpaka 21 anaongelea jinsi tunavyotarajia dunia ya kweli ya mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Tunatakiwa tuishi katika kutarajia. Anakuambia na viumbe vyote vinalia, vinasubiria kukombolewa katika hii miili inayoharibika. Unajua hata wanyama wanaishi katika mateso. Kwa mfano nenda Mikumi, waangalie vile viswala vinalala, vina hofu. Saa yote simba anaweza katokeza pale akavitafuna. Usifikiri maisha kwamba wanapenda sana, ni kwamba tu hawajijui. Na ile dhambi, unajua dhambi, Adam alipoleta dhambi kwenye nchi, na viumbe navyo vikalaaniwa na nchi ikalaaniwa pamoja naye. Kwa hiyo na viumbe vingine pia, na mimea na dunia nzima. Lakini kwa sababu mwanadamu sasa anaishi katika mwili, hajui hata hilo. Niongee kitu fulani
kama ni doctrine. Doctrine ni fundisho fulani la kibiblia. Niguse doctrine moja ambayo watu hawajui. Muhimu sana, lakini naomba iwe chanzo cha sisi kuijua. Maana ya wokovu ni nini? Maana ya wokovu ni, unajua mwanadamu ana vipande viwili vikubwa. Ana mtu wa ndani ambaye ndo roho aliyezaliwa anapookolewa, au ambaye hajaokolewa na roho wa ndani lakini ambaye amekufa. Kwa sababu alikufa siku Adam alipo, anasema siku utakapotenda dhambi utakuwa umekufa. Adam siku ile hakufa ujue. Alibaki katika mwili, ulibaki hai, lakini roho ilikufa siku ile. Akatengwa na Mungu. Kwa hiyo mtu anapokuwa hajaokoka, roho yule ndani anakuwa amekufa, lakini ukiokoka anazaliwa upya. Sasa akizaliwa ndio ambaye anaitwa mtu wa ndani hatendi dhambi. Mungu haoni dhambi katika yule mtu hata kidogo. Ndio anasema anakuwa anashindana na mwili unakuwa ukimshinda sasa, kwa sababu hukumlisha yule roho, mwili kwa sababu bado upo, unamshinda mtu anatenda dhambi. Na Mungu anazihukumu kwa mtu aliyeokoka. Na hata asiyeokoka vile vile anazihukumu katika mwili, lakini hukumu ya watu wasiookoka mwishowe ni moto wa milele. Aliyeokoka huo moto hauwezi kuwepo hata kidogo. Sasa doctrine hii inakuja kwamba anatumia, kuna kitu kinaitwa arabuni. Hicho Kiswahili kuna mtu anakijua maana ya arabuni. Arabuni maana yake nini? Tusome katika ule mstari wa hapa, hajaitumia hili neno, linapatikana sehemu nyingine. Tutasoma mistari kadhaa. Tusome ule mstari ule wa 23. Anasema hivi. Mstari wa 20 anasema, na nitajitahidi labda tufungie hapa kwenye hii doctrine. Sehemu nyingine nitakuacha usome kwa wakati. Anasema mstari wa 25 anasema hivi, Warumi 8:25 anasema, wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu tukiutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Ukombozi wa mwili wetu. Anasema tumepata limbuko la roho. Limbuko ni kitu kinachotangulia kabla ya vingine. Malimbuko ni kitu cha mwanzo. Kwa hiyo mtu anapookoka, anachopewa ushirika na Mungu anaopewa ni roho wa Mungu, anakuja na kaa ndani yake. Anakuwa amepewa sehemu ya malimbuko ya uungu ambayo ni roho wa Mungu. Tuko pamoja? Anasema tunapata malimbuko ya Mungu. Lakini mwili anasema tunausubiria baadaye ukombolewe mpaka utakapokuwa umekufa. Na ule mwili ukisha kufa huu unaooza, tunakuja kukamilika kwa kupewa miili mipya sasa. Kwa sababu tulishapewa roho tayari. Kwa hiyo roho anaanza anatangulia. Anaitwa ni malimbuko. Sehemu nyingine anaitwa arabuni. Tusome wa Efeso tuanze na Wakorinto wa pili 1:22. Twende haraka kidogo jamani. Wakorinto wa pili 1:22. Hiyo ni fundisho ambalo watu hawalijui. Wewe unayelijua kwa kweli utakuwa umekuwa kiroho. Roho, malimbuko arabuni wa roho wa Mungu katika maisha ya mwokolewa. Sasa watu wasioelewa, wakati tunatafuta ile mstari, anakuambia sasa utajuaje kwamba umeokoka si mpaka ufe? Mungu anakuwa tayari ameshaweka arabuni, anaeleza maana ya arabuni. Ameshaweka malimbuko. Tutaeleza Wakorinto wa pili mlango wa kwanza mstari wa 22 anasema hivi, naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu. Kutiwa muhuri ni kutambuliwa. Ukiokoka unatiwa muhuri, unatambuliwa. Na baada ya kupigwa ule muhuri wa Mungu, wa Sabato anakuambia muhuri ni Sabato. Hicho kitu hakipo. Muhuri unaotajwa hapa ni roho wa Mungu, sio Sabato. Hapa neno hapa kuna muhuri hapa. Kuna Sabato hapa. Kuna Sabato ile aliyosema, tusome ule mstari. Anasema hivi, Wakorinto wa pili 1:22. Naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu. Atukuzwe Kristo. Amen. Kwa hiyo kuna muhuri, kuna arabuni wa roho. Yaani anatanguliza roho kwenye roho yako, anasema sasa tayari nimeshaweka muhuri wao ni wa kwangu, nasubiri tu. Arabuni maana yake nini? Haya nitaijibu baadaye. Ngoja tukasome mstari mwingine na tutakuwa tunafungia kwenye sura hii. Amini kwenye mstari huu, kwenye hoja hii. Tusome Wakorinto wa pili 5:5. Mbele ya hapo tulipokuwa tusogee mbele kidogo. Wakorinto wa pili 5 mstari wa 5. Anasema hivi. Wakorinto wa pili 5:5 anasema hivi.
Basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno hilo ni Mungu. Ni Mungu aliyetupa arabuni ya roho. Tunaona neno arabuni mara ya ngapi? Ya pili. Na huku tulikoanzia ameita marimbuko ya roho. Au utangulizi, kitu cha kutangulia. Twende mbele ili kusudi tujadili Waefeso 1:14. Kwa hiyo hapo ulipo Wakorintho wa pili ukisogea unaenda wa Galatia, ukitoka wa Galatia unaingia Waefeso 1:14. Waefeso 1. Hii ni doctrine, ni fundisho ambalo watu hawalijui kwa kweli. Kwa ufupi hawalijui. Korintho 1 nimesema Wakorintho wa Waefeso. Waefeso 1:14 anasema hivi. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa miliki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Arabuni kwenye lugha ya ni Kiswahili kisichozoeleka, lakini maana ya arabuni kwa Kiingereza inaitwa earnest. Biblia King James inatumia neno earnest. Lugha ya kibiashara ni lugha ya kibiashara kimsingi. Ni pesa unayotanguliza unataka kununua kitu fulani na biashara nayo tuliwahi kuifanya. Unasema bana hiki kiwanja nataka nikinunue. Unatanguliza labda na unasema hata kwenye mikataba natanguliza labda 300,000. Labda nataka kununua milioni 1 natanguliza 300,000. Ukiona mtu ameisha tanguliza pesa kununua kitu fulani, hiyo mali huwa hairudi, lazima ibebe. Au la mali yake inapotea. Sasa Mungu hawezi kukubali. Anasema alichokifanya kwa sababu Mungu anaishi katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Anatanguliza arabuni ya roho ndani yako. Kwa sababu mwanadamu ana sehemu nyingi. Ana mwili, ana roho, ana kila kitu. Anachukua kipande kimoja hicho anakichukua kwamba ni chake. Kwa sababu ni cha milele. Lakini kwa sababu bado kinaishi katika mwili, Biblia inasema mwili na damu haviwezi vikaurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Mungu hana uwezo wa kuvichukua vyote kwa wakati mmoja kwa sababu bado hiki kisichoenda kipo. Anachukua kile ambacho kinaenda ndo anakiweka. Anaweka mguri, anaweka malipo ya utangulizi, anaweka malimbuko au kitu cha kuanzia, ndio anakuwa amekuweka tayari. Kwa hiyo ndio sababu mtu akishaokoka hawezi tena akapoteza wokovu kwa sababu tayari ameshanunuliwa, kuna hela imeshalipwa, inaitwa earnest arabuni. Mtu anakuambia mpaka nife. Sasa ukifa haina faida kwa sababu kufa mwili wenyewe hautaurithi ufalme wa mbinguni. Sasa unausubiria nini wakati wenyewe hautaenda? Ni sana kusubiri kitu ambacho hakitaka kitokee. Sasa ukishakufa ndio kusema utaenda mwili utaenda mbinguni? Hapana, kinachoenda ni roho na kimeisha maliza kazi yake, kimeisha pigwa muhuri na kimeisha nunuliwa kwa roho aliyeletwa na Yesu Kristo. Kwa kifo cha Yesu Kristo, kazi yako ni kuliamini jina lake na kuhesabiwa katika hilo kundi. Siku itakapofika nasema tunasubiri kukombolewa miili. Ili somo ni gumu kwa maandiko tuliyosoma yote haya. Kazi rahisi sana. Maana ya wokovu ni kitu rahisi sana. Mtu mwingine anasema sijui maana ya wokovu. Sasa itakuwaje sasa nimeokoka afu naendelea kutenda dhambi? Utaokoka utaendelea kutenda dhambi kwa sababu kile ambacho hakiendi bado kiko hai. Na anasema vile ni vizuri kukifisha kila. Paulo anasema tusome tufungie kwa mstari huu. Sitaeleza sana kwa sababu najisikia kuchoka pia. Katika Wakorintho wa kwanza tuko kwenye Warumi leo. Wakorintho wa kwanza mbele yake kidogo kuna mbele ya Warumi kuna Wakorintho wa kwanza pale kulia kwake. Wakorintho wa kwanza 15:31 Biblia inasema Wakorintho wa kwanza 15:31 Biblia inasema hivi. Naam ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, na kufa kila siku. Na kufa. Huyu Paulo alikuwa anakufa mara ngapi? Kila siku. Paulo anasema. Mimi na wewe tunakufa mara ngapi? Inawezekana tunakufa kila Jumapili tu. Yaani Jumapili unakuja hapa
unaifisha mawazo mabaya, unasikia neno katikati, mwili unazaliwa upya. Paulo anasema nakufa kila siku. Tusifike sehemu fulani tukadanganywa na injili za uongo. Hiki kitu tunachokihubiri kinaeleweka, ni kazi rahisi. Mimi ukinipa zile injili wanazozihubiri sijui lete sadaka yako nzuri sana, kuna sehemu ya kukutana. Zile injili hata mimi sitazifuata. Yaani nitakuwa Mkristo mpuuzi ambaye haendi hata kanisani kwa sababu hakuna kweli. Lakini haya tunayosema yote yamehakikiwa kwa Roho wa Mungu na kwa andiko lake, hakuna kitu kilichopinda hata kimoja. Kwa hiyo tukishindwa kufa kila siku, yeye ambaye anaandika kwa Roho wa Mungu, Mkristo wa bora kuwahi kuishi, Paulo anamwambia mimi kila siku lazima nife na ufisha mwili. Okay, Yesu alisema iwapo jicho lako litakukosesha ling'oe. Hilo jicho linakuwa limekufa au linakuwa bado liko hai likiwa limeng'olewa. Ndio anachosema. Kama fanya, yani hapa Paulo na Yesu wanaongea kitu kimoja. Yesu anakuambia kama jicho linalokuletea chakula cha mwilini na dhambi na nini, anasema ling'oe, maana yake liue. Mungu anatutaka tuwe macho yetu. Unajua unaweza kuwaje macho yako? Kwa kuacha kuangalia TV vipindi vyake vichafu vile. Karibu kila TV ikipita tu picha moja ya pili ni mtu aliyevaa uchi. Ni picha ya mauaji, ni picha ya ubakaji, ni picha uchafu. TV ni chombo kilicholetwa na shetani kuweza kupofusha macho yako. Usiweze kumjua Mungu. Asikudanganye. Hata vile vipindi unavyodhani ni vizuri, nitakuja kuhubiri hili somo siku fulani, sio muda mrefu. Kuna ujumbe wa kwenye TV usioonekana kwa macho, unaonekana kwa jinsi ya akili. Unaitwa subliminal messages. Ujuzi, vitu visivyoonekana. Vile vitu ni kama ni vitu viko nje ya vitu, ni vitu ambavyo viko nje ya kuonekana. Ni kama pale, ngoja nikupe mfano. Ukiwa uko sehemu fulani inayotisha kidogo, unaweza ukapata hisia kitu hukioni, ukaona kama kuna mnyama anakuja hatari, ukajikuta ngozi yako imesisimka, si ndio? Unakuwa umemwona kwa macho. Zile taarifa zinazokuja bila kuona kwa macho zinapitia kwenye TV, zinaingia kwenye akili yako. Inaitwa subliminal messages. Kiswahili chake si. Au at least ujumbe usioonekana. Na nitakuja kusema kwa undani zaidi. Basi mlango wa 8 naomba ni mistari mingi sikuimaliza. Lakini nifunge kwa kusema kwa sababu mistari iliyobaki sio, Mungu anatuambia baada ya kuwa tumeshaokoka, basi Roho wa Mungu hatuachi hivi hivi. Yesu anasema sitawaacha yatima, nitamtuma yule msaidizi. Anasema kwa mfano, anasema tusome ule mstari wa hata mstari wa 26 pale. Tusome mlango wa 8 mstari wa 26. Anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Mungu anajua tuko wadhaifu. Yule Roho tunayepewa anasema anatusaidia. Kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Kwa mfano hata kuomba. Hivi unajua, ngoja niseme kitu kidogo. Yaani ndio sababu nasema labda hili somo nilikate tuje tulisome Jumapili ijayo. Unajua hata kuomba hatujui. Unajua Mungu angekupa na mimi, tuseme kweli, maombi tunayomuomba tungepata shida sana. Anasema hatujui tunachokiomba. Unajua hata wale wana wa Zebedayo walimwambia Yesu, wanasema, "Bwana, tuna jambo." Na mama yake pia akaja akawasaidia, akasema, "Nina jambo na watoto wangu wawili wametoka zamani wako nyumba, naomba tu." Wanasema, "Ni nini bwana? Hebu niambie mnataka." Nenda kasoma katika Mathayo na Luka. Kwenye Mathayo 19 mwishoni. Anasema, "Tuambieni. Niambie nini?" Akasema, "Mimi naomba wanangu hawa, mmoja akae kulia kwako na mmoja kushoto kwako kwenye ufalme wako. Mama na waombe." Alikuwa anawapenda. Yeye wala hakujiombea. Akasema, "Hamjui mnaloliomba nyinyi. Yaani mnaomba ovyo." Anasema, "Je, kikombe nitakachokinywa mnaweza kukinywa? Nyinyi mnaomba hivi, Bwana naomba unifanye niwe Mkristo mkubwa kabisa. Je, una uwezo?"
wakuwa tayari kuuawa kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo, kwa sababu Kristo wakubwa hana mzazi walikatwa vichwa. Mungu anamwambia hamjui mnachokiomba. Yesu anamwambia ninyi wakubwa lakini hamjui mnachokiomba. Je, mna uwezo wa kunywa kikombe changu? Maana yake mna uwezo wa kwenda msalabani? Wakasema tuna uwezo. Anasema okay, kikombe cha mateso mtakinywa kama hivi. Lakini kwa habari ya kukaa kulia na kushoto sio mimi nayepanga, ni Mungu Baba wa mbinguni. Kwa sababu ufalme wa mbinguni unaamuliwa na Mungu katika kiti chake kikuu, Mungu Baba. Biblia inasema kichwa cha mwanamke ni mwanaume na kichwa cha mwanaume ni Kristo na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kwa hiyo kuna mtiririko. Yesu anasema pamoja na kwamba mimi ni Mungu, lakini kwa habari ya nani akae wapi kule mbinguni, lazima nishikane na baba yangu. Naye ni aniambie weka hapa na mimi nafanya. Sasa nataka kusema hapa roho hata kuomba hatujui. Ndio sababu unaweza kuomba vitu 10 ukakuta hukioni. Unalipwa vingine vizuri ambavyo roho anakusaidia kuviomba kama una roho wa Mungu. Lakini kama huna roho wa Mungu unavikosa kabisa. Kwa sababu roho anaenda anamwambia Mungu, anasema bwana ameomba hiki lakini hiki kitamletea shida, wewe mtu mpe hiki. Mtu mpe hiki. Lazima anasema hatujui kuomba. Sasa hivi hujui kitu, mtu akupe kitu ambacho hujui, kitakusaidia chochote. Si bora akupe ambacho ni kizuri. Anasema roho anatusaidia. Ndio maneno haya anayosema. Lakini kuna maneno ya matumaini mengi sana. Kwa mfano mbele kidogo, turuke hii mstari. Mstari wa 35. Nimeruka mingine naomba muisome kwa wakati. Mstari wa 30 anasema ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa. Tunaliona lile neno la kufa kila siku. Lakini anasema, je, ni uchi? Leo hii wa Kristo njaa, uchi. Yaani kama hajapata mavazi mazuri haendi hata kanisani. Lakini Paulo anasema mtu mwenye roho wa Mungu uchi, kuvaa kutokuwa na mavazi hakuwezi kumtenga na Mungu. Leo mtu ambaye haangalii vya mwilini, hivi vitu kama njaa, uchi, shida na nini, hivyo vyote ni vya mwilini, haviwezi kumzuia kuendelea na shughuli zake za rohoni. Ndicho anachotaka kusema. Mstari wa mwisho ni Luka yote 38 na 39 anasema hivi, kwa maana nimekwisha kujua. Paulo baada ya kuchunguza maandiko kama vitu vichunguza anasema hivi, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliopo, wala yatakayo kuwepo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakiwezi kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Yesu Kristo Bwana. Huyu ni mtu ambaye ameokoka. Hakuna kitu kinachoweza kumtenga. Awe ni yeye mwenyewe akatae kuamini, awe ni kitu kilichopo kisichokuwa. Anasema vyote amevipitia vyote, anasema vyote. Sina muda wa kuvichunguza kimoja kimoja, lakini anasema kwa mfano anasema kiumbe kingine chochote kile. Unajua shetani ni kiumbe, si ndio? Aliumbwa na Mungu kama malaika. Akaasi. Kwa hiyo hata shetani hana uwezo wa kukuongoza katika dhambi. Anaweza kupeleka kwenye dhambi ndio, lakini hawezi akakutenga na upendo wa Kristo. Ndio sababu wokovu ni wa milele. Mtu akiokoka mara moja ameokoka milele, kwa sababu huu mstari unakuambia hivyo. Hakuna chochote. Anasema kiwe juu, kiwe chini, kiwe nchini, kiwe juu mbinguni, kiwe chochote kile hakiwezi kikakutenga na upendo wa Kristo. Na upendo wa Kristo haiwezekani mtu aseme kwamba ana upendo wa Kristo alafu aende motoni. Ile ni adhabu mbaya sana. Huwezi kusema kwamba huyu mtu ana upendo wa Kristo anampenda alafu akaingia motoni. Wewe utakuwa sio upendo. Anasema hakuna chochote kinachoweza kututenga na Mungu na upendo wake. Basi leo tutakuwa tumeishia hapa kwa habari ya mlango wa 8. Kuna baadhi ya mistari michache hatukuichunguza kwa pamoja, lakini tutaisoma ndani ya masomo ya kawaida ya Jumapili. Unaweza kukuta hata baadaye tukaisoma leo katika somo la baadaye leo. Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Baba, tunakushukuru asante kwa sura hii ya 8, mlango wa 8 wa kitabu cha Warumi. Mungu, tumejua kwamba hakuna kitu kinaweza kututenga sisi na wewe, na kwa sababu umeshatupa arabuni ya roho wako na muhuri wa milele udumuo hata ufalme wa mbinguni mpaka tutakapokombolewa katika miili hii na kuvalishwa ile ambayo haitaharibika, itakayoweza kuwa tayari kuurithi ufalme wa mbinguni. Asante Mungu kwa kutuchagua
Baba tusaidie hata katika vipindi vinavyoendelea uwe pamoja nasi na kutuhubiri na kutulisha na kutunyosha na kutubariki katika njia zote. Mfalme wa ajabu, ni katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Amen.